Nini kwa maana wamesema ticket sold out. Mpaka kufika saa 4. Historia pale Durban haijawahi kutokea kwa namna ambavyo ticket zilikuwa zinanunuliwa kwa wingi. Watu wa Stellenbosch wakwenda kujiuliza, why? Kwa nini ticket leo zinanunuliwa kwa wingi? Wao wenyewe baada ya kufanya research wakagundua Simba tuko wengi, ndio watu wa Simba wananunua nini? Ticket. Wakaenda kufunga kwenye system, wakasema ticket sold out. Na ndio maana leo kuna watu wako Tanzania wasimami kwenye haki. Wako bara mechi 14 wanashinda goli 3-3, leo wako Zanzibar mechi 2 wanalia finali Gombe ya Muungano. Leo niwaambie na niwatajie siri. Na mimi nasema bila sababu. Iko mipango imepangwa Prison akafungwe Mbeya na Prison akamfunge Singida. Kama mnabisha hii clip yekeni. Maana yake tumefarajika na kile ambacho tulichokuwa tunakihitaji. Tumepata kile ambacho tulichokuwa tunahitaji kukipata. Kwa hiyo lazima niseme South Africa njema. Tulikwenda katika safari kwa ugumu lakini tumerudi katika wepesi sana. Kwa hiyo South Africa ilikuwa nzuri. Tunawashukuru wana Simba hususan walikuwa South Africa. Mimi naamini kila kitu kimekwenda vizuri. Kila kitu kimekwenda vizuri. Sawa, tuambie hali ya mchezo ilikuwaje kwanza baada ya kufika South Africa, na ume-experience nini Kisugu kwa mazingira ya South Africa na mazingira nyumbani? Upande wa michezo. Hali ya mchezo ilikuwa mzuri. Na mchezo ulikuwa na ushindani mkubwa, kila mmoja kauona. Huwezi kwenda kuzungumzia nusu finali ambao wanaume wanapambana kwenda finali alafu kaamini kwamba mechi ilikuwa nyepesi. Moja katika timu ambayo imekuja kufanya supply sana katika soka la Afrika, lazima uizungumzie Stellenbosch. Ni timu ambayo imeanzishwa muda usio mrefu, lakini moja ya timu ambayo imeonekana na upinzani mkubwa hususan katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Leo hii unapokwenda kuizungumzia Stellenbosch, unaizungumzia timu ambayo iko nafasi ya 4 kwenye ligi ya Afrika Kusini. Moja katika ligi bora sasa hivi, lazima uzungumzie ligi ya Afrika Kusini ni ligi bora. Leo tunapozungumzia Stellenbosch wanashika nafasi ya 4 kwenye ligi yao ya Afrika Kusini. Lakini unapokwenda kuzungumzia Stellenbosch, ndio timu ambayo ina historia nzuri, imetoa zaidi ya wachezaji 3 mwaka huu ambao timu kubwa za kutoka South Africa zimewachukua kutoka Stellenbosch. Maana yake unazungumzia Mamelodi, unakwenda kuzungumzia Kaizer Chiefs. Juzi mimi naamini wa Afrika wengi wameangalia nusu finali kati ya Al Ahly na Mamelodi. Sio? Namba 9 aloanza Al Ahly ndio mchezaji ambaye alosajiliwa kwenye dirisha dogo kutoka Stellenbosch. Kwa hiyo maana yake inaonekana timu imefanyaje? Imeimarika. Kwa hiyo mechi haikuwa nyepesi. Hiyo nimekwenda kuzungumzia ubora wa Stellenbosch. Lakini experience nyingine inayoipata South Africa, lazima tuambizane wana Simba. Football sio mchezo wa kutafuta sawabu. Sawabu zinatafutwa msikitini, sawabu zinatafutwa kanisani. Ukiwa na maana gani? Tunakwenda kucheza na Stellenbosch. Ule uwanja tuliochezea, uwanja wa Madiba ambao unapatikana Durban. Ule uwanja una uwezo wa kuingiza watu zaidi ya 80,000. Lakini saa 4 na dakika 45 za South Africa tunatangaziwa ticket sold out. Ticket zimekwisha. Nini kwa maana wamesema ticket sold out. Mpaka kufika saa 4. Historia pale Durban haijawahi kutokea kwa namna ambavyo ticket zilikuwa zinanunuliwa kwa wingi. Watu wa Stellenbosch wakwenda kujiuliza, why? Kwa nini ticket leo zinanunuliwa kwa wingi? Wao wenyewe baada ya kufanya research wakagundua Simba tuko wengi, ndio watu wa Simba wananunua nini? Ticket. Wakaenda kufunga kwenye system, wakasema ticket sold out. Football fitna. Nawaambia Watanzania wajue, hususan wana Simba, nilicho experience ile football fitna huwa inafanya kazi kwenye football. Nimpongeze sana Madam Zubeda, CEO wa Simba. Wallahi niwaambie Watanzania, akina mama wakiwezeshwa wanaweza. Mimi namfuata CEO, ticket sold out. Wana Simba tuko wengi, Watanzania tuko wengi, tunapataje ticket? Akanambia Kisugu cool down. Nikamwambia hichi Kiingereza mimi mzalamu usijui, akambia tulia, niachie mimi. Niachie mimi.
Mwanamama akapambana yule. Anajua njia ambazo alizopita. Lakini mwisho wa siku kila mwana Simba alipata nafasi ya kwenda kuishangilia Simba yake. Watanzania mlikuwa mashahidi. Sisi na wao. Wao wako nyumbani, lakini sisi tulikuwa wengi kuliko wao. Niwapongeze sana wana Simba. Niwapongeze sana Watanzania na niwapongeze sana Afrika Mashariki na ya Kati. Wana Simba wa kwanza ninawapongeza ni wale ambao waliopata nafasi kwenda kutoka Tanzania kwenda South Africa. Wa kwanza. Na wapongeza Watanzania wa pili ni wale ambao wana Simba ndani yake wakawa na Yanga, lakini wazalendo wakaamua kushirikiana na timu inayotoka kwenye nchi yao, wakaamua kwenda uwanjani kwenda kuisupport. Watanzania wangapi hao? Wa pili. Lakini nawapongeza Watanzania watatu walisimama katika Afrika Mashariki na Kati. Tulikuwa na Waganda, tulikuwa na Wakenya, tulikuwa na Burundi. Wakasema sisi za Afrika Mashariki tunakwenda kuunga mkono, na ndio maana sababu tulikuwa wengi katika uwanja wa Maliba. Na ndio maana nilisema nawapongeza Watanzania aina ngapi? 3. Niwaambie wana Simba. Narejea kusema tena. Football. Mpira. Sio mchezo ambaye wewe unaweza kwenda peponi kupitia mpira. Kwenye mpira ukiwa na nafasi ya kuzurumu. Kako katabia wana Simba tumekitengeneza. Tunasimama sana kwenye haki kwenye football. Na ndio maana leo kuna watu wako Tanzania wasimami kwenye haki. Wako bara mechi 14 wanashinda goli 3-3, leo wako Zanzibar mechi 2 wanalia. Finali Kombe ya Muungano. Wapo. Mmeshuhudia finali ya Muungano watu wanalia. Wanazunguka uwanja mzima. Watu hawa ambao wanaoshangilia kwenye finali ya Muungano. Tanzania bara wana mechi 13, wanashinda goli 2 kwenda nje, lakini wako Zanzibar mechi ya pili KVZ jana. Wananyanyua mikono wanaombea Mungu asante. Acha niongee. Acha niongee. Yatakuuma na atakuumizeni sana. Acha. Naongea mimi, umeleta maiki kwangu. Nimesema tutarudi kuna mechi ya Yanga. Niachie mimi. Wewe katika kufungua umesema. Wewe. Historia iliyokuwepo, kuna wachezaji jana umeonekana. Umemtaja ndugu yangu beki ambaye mimi namkubali kwenye nchi, Dickson Jobu. Ukasema goalkeeper Msheli walikuwa wanalia, ndio historia ipo. Kasema nani? Wache tupite humo. Hisia za mchezo kusudi. Mwenikoroga lazima ulinywe. Hisia za mchezo kusudi. Leo niwaambie na niwatajie siri. Na mimi nasema bila ya sababu. Iko mipango imepangwa Prison akafungwa Mbeya na Prison akamfunga Singida. Kama mnabisha iklipu yekeni. Iwekeni. Ili kuna timu ya bingwa aweke matumaini ya ubingwa. Iko mipango na mikakati. Prison anakwenda kufungwa wapi? Mbeya. Alafu Prison anakwenda kunusurishwa. Atemke daraja anakwenda kumfunga Singida United. Rashidi Kanjenjere, watu bora wekeni, baadaye mje kuniuliza hii. Kwamba Prison anaenda kufungwa. Alafu kuna msaada anapewa Prison kwenda kumfunga Singida. Kwamba Prison anafungwa na Yanga. Ndio nchi ya kwanza duniani. Nisikilize nyinyi. Kwenye football timu inayoshiriki